kutoka kwake yeye mwenye uzima, saa ya kupokea baraka kutoka kwake yeye mwenye baraka, na wakati wa kutendewa mema kutoka kwake yeye atendaye mema. Haijalishi hali gani imeukuta sasa, yuko mtetezi. Haijalishi unapitia nini sasa, mambo gani yako kwako, nini kimetatiza, nini kimesumbua, hii ni saa umeifikia ya Mungu kufanya kazi kwa uumbaji wake. Kumbuka, Mungu Mwenyezi muumbaji, sisi tu kazi yake, na hivyo ni wakati Mungu anapitia kazi yake na kuiangalia, iko namna gani, hii hali gani. Hii ni saa ya wewe uliye kazi ya kwake kunyenyekeza kwake yeye aliyekufanya, ili aweze kufanya jambo katika mahitaji yako mbalimbali. Popote ulipo duniani, nyenyekea kwa Muumba sasa. Muumba afanye jambo kwenye maisha ya kwako katika jina la Yesu. Ikiwa umesafiri umefika hapa, naam, umesafiri kwa makusudi makamilifu. Ukifika hapa, hakikisha kwamba unakuwa mnufaika wa yale ambayo Mungu amekusudia kuyafanya katika maisha ya wengi mahali hapa. Ikiwa unafuatilia sasa live moja kwa moja kutoka hapa, hali kadhalika hujatuni tu channel hii kwa bahati mbaya, bali yako makusudi ya Mungu siku ya leo katika maisha yako. Yule msiba wako unaondoka, majonzi yanaondoka, kilio chako kinaondoka, tabu yako inaondoka, migogoro ya namna inakuachilia. Hujatuni channel hii kwa bahati mbaya, liko kusudi la Bwana katika maisha ya kwako. Utaona uzuri wa Mungu leo, utaona baraka za Mungu leo, utaona uponyaji wake leo, utaona kuhudumiwa na Mungu leo. Nyosha vizuri moyo wako kwake yeye, fanya njia sawa, tengeneza mazingira vizuri, ili neema ya Mungu ianze kutembea kwenye maisha ya kwako, na mkono wa Mungu aliye hai uanze kuoperate kwa namna ya ajabu katika maisha ya kwako. Huu ndio ule wakati Bwana ameufanya katika jina la Yesu. Asante Mungu wa uzima, asante Mungu wa amani, asante Mungu mkuu, wewe uliyejaa neema na uweza mwingi. Ni saa ya kutengeneza mazingira yako ili Bwana afanye jambo katika maisha yako kwa asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Haijalishi umbali ni kiasi gani kutoka hapa mpaka pale ulipo unapofuatilia ibada hii, aidha ni usiku sasa ama ni mchana kwako, haijalishi ulimwenguni pote ulipo, neema ya Mungu ni kuu. Hii ndio saa ya Mungu, yes, ya kufanya makubwa katika maisha ya kwako katika jina la Yesu. Naona uponyaji, naona miujiza, naona baraka tele zikinyesha kama mvua kuwafikia watu wake katika jina la Yesu. Sante Mungu mwema kwa neema kuu uliyoifanya siku ya leo. Sante kwa mkono wako ulionyoshwa na mkono wako ulioinuliwa kuponya, kutenda makubwa katika maisha ya wengi. Baraka zako ni kuu saa na wakati wewe Bwana. Neema yako imetawala kwa namna ya ajabu na kipekee sana. Watu wako tunabarikiwa, tunakaa katika hali ya sawa kupokea kutoka kwako. Neno lako nalipeleka kwetu, limejaa uponyaji, limejaa wokovu, kwa kuwa utuma neno lako ili kuwaponya watu wako, lakini pia kuwaokoa na kuwatoa katika tabu zao. Huu ndio ule wakati neno lako litende kazi kwetu. Neno lako linaumba, likaumbe kwa upya Bwana. Neno lako linatengeneza, likatengeneze kwa upya. Neno lako ni chakula, likatukashibishwe leo katika jina la Yesu. Neno lako ni moto, likateketeza na kuangamiza kila kazi mbaya kwa moto
lakini neno lako Bwana ni nyundo. Katika jina la Yesu likavunje kila magumu katika maisha wengi. Lakini neno lako Bwana ni upanga, likaangushe na kufyeka kila kazi mbaya za giza tunapokwenda kulisikia katika jina la Yesu. Likatuongoze kwa njia ya sawa, nasi tukafike mahali pa sawa, mahali pa uzima wetu, mahali pa baraka zetu. Neno lako Mungu ni mkate wa uzima. Oh Lord Jesus. Naam, sasa hakuna njaa itakayokaa ya kuua watu. Neno lako na kwenda kwa baraka. Neno lako ni maji utoshelevu. Naam, hakuna kiu itakayokaa, kiu ya dhambi, kiu ya maovu na kila aina ya kiu mbaya za kuzimu hazitatesa watu, kwa kuwa neno lako na kwenda kutengeneza na kuponya mambo mengi katika maisha ya kwetu. Asante Mungu mwema kwa magawanyo katika utendaji wa neno lako la uzima. Baraka nyingi zikawe kwetu sote katika jina la Yesu. Miongoni mwetu asiweko mtu mwenye kutaabishwa na mataabiko ya kuzimu. Huyu ni sasa katika jina la Yesu. Kama unasema ndio, sema ndio katika jina la Yesu. Hii ni sana wakati wa kufunguliwa na kuponywa na kuwekwa huru katika jina la Yesu. Kama yuko mtu apige kelele aseme amen. Kama yuko mtu apige kelele aseme amen. Kama yuko anaelewa aseme amen. Kama hii njia ikupe kushinda. Mzee unaofuata next verse number 4 now. Unapenda kuona mambo? Ndio. Ukiwa mchovu ni wewe mwenyewe, kaa na uchovu wako, maana umezoea kuwa mchovu. Mimi sijui habari yako kwako nao. Kama unakuwa wajabu. Akaanguka chini. Lazima usichezee hii njia. Njia ikamtegua miguu. Piga chini. Boom. Ai! Akasikia sauti ikimwambia, Saul, Saul, mbona unaniudhi? Wewe, yani ukimgusa mtu wa njia hiyo umegusa njia. Amen. Umeniudhi. Ukisema namna hii kwa mtu aliye kwenye hiyo njia, maana yake umegusa, umeifanya mdumu njia. Njia itasema sema njia. Njia. Nipo. Nani yupo? Kuna watu. Nyinyi shangaeni. Kuna nao shangaa pale, shangaeni sana No problem. Utajua tu njia unaotembea. Hiyo njia ikuzalia matendo ya kutosha. Amen. Hiyo njia unaitembea ikuzalia matatizo. Kama utakataa njia hii. Hello? Hey. Kama utagoma hii njia, wewe una njia zako, una njia yako, unakataa hii njia. Ndio maana leo njia watu wametokea matatizo sababu ya njia. Kwa sababu ya njia. Njia nyingine zimewavimbisha. Njia nyingine zimejaa magomvi, zimejaa makelele, zimejaa visa, zimejaa magomvi. Kwa nini usijae magomvi? Kwa sababu njia yenyewe ina cha kusema kwako. Amen. Uko kwenye njia gani inasema nini? Nimekuambia mwanzoni, matokeo ulionayo sasa hivi, kagua njia. Kagua njia. Mwambie ndugu yako, kagua njia wewe. Mwambie tena. Watakuua. Njoo. Na mimi nipo kidogo, nachukua kidogo. Watakukanyagia chini hapo. Utazikwa. Watu wanasema, nimesikia sema njia ya Mungu ni fupi. Sasa sijajua. Nimechukua tu hapo. Utafika mstari uongo, Yesu huyu hapo tumemkamata. Njia hiyo. Mwambie tena, ndugu, kagua njia. Njia ikasema, Saul, inakujua mpaka jina. Njia hii inajua mpaka majina ya wachawi wanataka kuroga. Sasa siku usije majina hapa. Weka jogoo.
Kajogoo. Kwa mfano kama kuna kajogoo basi atajua mwenyewe. Hii njia inajua mpaka majina ya wanaokutesa. Kama ni majina ya majini, hii njia inajua majina yenu. Saul, who knows? Mbona unaniudhi? Mbona unafanya nini? Why now? Kwa nini unaniudhi? Maandiko yanasemaje? Ndio kusoma. Biblia mbona unaniudhi? Soma hapo chapu. Niliwaambia. Njia iseme, njia itamke, njia inene neno. Hii njia haitakaa kimya. Hii njia haitakaa kimya mchana wa leo. Changamka pale maandiko. Hii njia haitakaa kimya mchana wa leo. Nasema tena, hii njia haitakaa kimya mchana wa leo. Sasa mstari wa 5 kwa haraka. Hii njia nasema haitakaa kimya mchana wa leo. Amen. Soma, mbona unaniudhi? Halafu akasema, wewe sister hapa. Naye akasema, nani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu. Naye Sauli hasa kapigwa mwanga mkubwa. Njia hii, angalia, hii njia inatoa mwanga Ni nuru, sio Amen. Yenyewe si nuru. Sasa ikatoa mwanga mkubwa. Unajua leo kuna mwanga, sawa? Sijui ilikuwa hapo. Hebu niangalie kwanza huko. Look at me here now. Kuna mwanga, sio Mwanga huu unakusaidia kuona na mambo inakaa sawa Nikiongeza volume ya mwanga unaungua, unakufa mara moja. Nikiongeza volume ya mwanga unakuchapa mpaka hata uoni. Yesu ni nuru. Amen. Ni mwanga. Ni moto. Nuru ikamwangaza kote kote. Huu mwangaza ulikuwa ni full. Si kama jua tena la kuota. Ni jua la kuleta madhara. Halo? Akapigwa machoni mbaya kabisa. Na ngware ya kutoa chini. Hafa kwa chini hapo hiki nini kimetokea nini? Leo nini kimetokea? Mbona kama sielewi? Anajifikiria, anasikia sauti. Njia inasema, njia imeachia kimbunga, njia imeachia moto, njia imeachia sauti. Mbona unaniuzi? Anasema sasa sielewi ni nani wewe? Unaanza kuongea na kitu ambacho haukioni. Sawa, no problem. Anajibua nini? Mimi ndimi Yesu unayeniudhi wewe. Mimi ndimi njia unayeniudhi wewe. Kumbe ni Yesu kamchapa kwa moto. Hii njia mchana wa leo, hii njia haijawahi kubaki bila ya matendo. Watu wamekaa kimya huku. Hii njia haijawahi kubaki, haijawahi kuwepo bila ya matokeo. Amen. Kama tupo hapa tuna hii njia, upokee uponyaji wako leo kwa jina la Yesu. Kama uko ndani ya hii njia, huyu aliyeshika panga liwe ni mchawi, leo anapata maswali magumu na habakizwi salama. Anapigwa. Amen. Anaangushwa. Amina. Njia hii itamnyosha leo. Amen. Haiwezekani anayekugusa wewe anigusa mimi. Amen. Kwa nini? Uko katika njia. Mambo yako yakae sawa nyumbani. Amen. Mambo yako yakae sawa kazini. Amen. Wanaokunyima nafasi kazini, hao si kitu leo. Wanaozuia haki yako haitakaa mikononi mwao leo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Anayehold uwezo wako hataweza kuushikilia tena kwa jina la Yesu.
Hii njia ina fight kwa ajili yako. Amen. This is a way who fights about you. Amen. Fights. Wanakwenda kupigwa na kuburutwa watu wa njia hii. Haiwezekani watu wa njia hii wakiburutwa nami nipo hapa. Haiwezekani. I am the way. Amen. So who are you now? I am Jesus. Amen. The one who you are persecuting me. Yule ambaye wewe leo unamtesa, unaniudhi, unanisumbua. Why now? Yesu akai kimya akiwa na mtu wa njia hiyo. Ni wewe hapo. Think the way Mungu alivyo kwa ajili yako. Wewe unalialia hapo, haviendi. Haviendi vipi? Wewe ndio uendeshi mambo yako mwenyewe. Endesha njia zako kwake Mwenyezi. Amen. Wewe ndio mgumu, wewe ndio shida, wewe ndio matatizo. Yaani kabla hata ungeuliza hayo magonjwa, yangesema sisi wagonjwa. Mgonjwa huyu. Sasa kama si utaelewa ninachokueleza hapa. Nimeenda mbali sana, very far away. Unifukuzie mpaka unipate huko niliko. Amen. Amen. Matatizo ungeuliza, yangesema sisi sio tatizo kwa huyu mtu. Huyu ndiyo tatizo kwetu. Anatung'ang'ania mwenyewe. Yaani wewe ndio tatizo. Mama ndugu yako unajua huko kwamba ni tatizo? Yaani wewe sio kama yale unayosema matatizo sio tatizo, ni mimi. Nimetoa nafasi kwa matatizo. Ungeyauliza, yangekwambia sisi tumekaribishwa. Hatuna mamlaka ya kukaa. Yeye ndiye mwamuzi. Akiamua leo tuondoke, tunaondoka. Ukiamua kuwa kwenye njia tu, sisi tunaondoka. Ni hivyo tu. Na maamuzi wanayo, njia wamepewa. Akiamua leo kukaa kwa hiyo njia, sisi tunaondoka hata bila ya kufukuzwa na mtu. Tunaondoka. Lakini tuko hapa kwa sababu ya mwenyeji wetu. Kwa hiyo sisi sio tatizo. Tatizo ni huyu. Geuza yale matatizo, jione wewe tatizo. Acha kusolve matatizo, jisolve tatizo wewe. Live now to solve the problem. Solve the problem you. Don't deal with the problem. Deal with you. Because you are the problem. Tena, you are the problem to the problems. Wewe ni tatizo kwa matatizo. Unalazimisha yafanye kazi kwako. You are a problem. Acha kuwa tatizo wewe. Unajua, maybe wewe tatizo kwa Mungu. You are a problem to God. Ni tatizo kwa Mungu. So if I am a problem to God, so I'm a problem. Because I'm a problem, I can invite other problems outside me to come. I can resist. Naweza kuyapinga hayo matatizo. Mimi nikijipinga katika tatizo. Nikikataa kuwa tatizo. Now I can solve the problem. Because unajua, the problem solver, he or she is not a problem. Mtatuzi wa matatizo, yeye mwenyewe si tatizo. Ila ukiwa tatizo, huwezi kutatua matatizo. You people. Eish. Nimesema? Ukiwa na tatizo, huwezi kutatua matatizo. Nimesema? Ukiwa na tatizo, huwezi kutatua matatizo. Usipokuwa tatizo, utatatua tatizo.
if you are a problem, you can't solve problems. Remember this one. Kwa maana Maria anasema kwamba chunguza ni wapi ulipoanguka. Find where now. Usolve you. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mstari unaofuata wangapi unasema? 16. Lakini simama uingie mjini. Sasa naambiwa mimi ni Yesu, nao simama nenda town. Nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Sasa nitakuonyesha hiyo njia unayopita kipumbavu, utajua ya kupasayo kutenda. Maana mpaka sasa hujajua ya kupasayo kutenda. Unakuja kushughulikia hii njia, ni makosa hayo, matendo sio kwenye hii njia. Hii njia haitendwi hayo, wanaosafiri humo hawatendwi hayo, yako utende. Anaingia mjini kipofu. Msao unaofuata. Wanaokutesa, kuna mchawi mmoja hivi ananiandama kweli kweli. Umempa nafasi ya kukuandama leo, hata kuandama na kwa jina la Yesu. Amen. Nasema leo hata kuandama tena. Amen. Kule kazini kwetu kuna mfanyakazi mmoja wapo, yani mchawi kweli kweli, yani mambo hadi sikiliza, huyo atakukimbia wewe, hata kugusa hata kwa ncha ya ukucha wake juu. Amen, amen. Amen, amen. Hata ungezungukwa na wachawi wengi, hakuna atakayekuwa na ubavu wa kunyosha hiyo njia. Haleluya, haleluya. Haleluya wewe. Haleluya tena wewe. Tena haleluya wewe. Hautanyoshwa kidole. Hawataweza hata kidogo. Hii njia yenyewe inasimama, inapambana. Inapambana kwa ajili ya unayesafiri. Inakutetea wewe hapo. Njia imebeba hatima, imebeba mambo kwa ajili ya kwako. Ni njia gani unatembea? That's the question now. Yanayokutokea leo because of that way you are walking in, you are living in, you are walking in, you are doing things in. Na wale watu waliosafiri pamoja naye walisimama kimya wakisikia sauti. Sasa hapa ni audible voice. Ana njia inaamua kusema wazi wazi. Huioni kwa macho, jamaa kwenye njia inaongea. Acha njia yako iseme. Amen. Let my way speak. Amen. Against my enemy. Hallelujah. Njia iseme kinyume na adui zako. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ukawe na furaha wewe umekashirika kama ufurahi chaka. Wewe una matatizo uko kaburini au vipi? Maana marehemu hata ukimpaka paka bwana kwa marehemu unamkimbia tu. Unataka hata kumuona. Mbona anapendeza? Nani alikwambia anapendeza? Changamka, changamka, changamka. Amen, amen. Njia iseme, njia iseme. Audible voice. Hawa jamaa wakasikia lakini wasione mtu. Njia inasema, hebu kaa kwenye njia yenye uhai. Amen. Kaa kwenye njia inayosema. Hebu tembea katika njia iliyo hai. Amen. Hallelujah. Amen. Njia inayosema bwana. Unakaa kwenye kanjia kamoja kamekufa, kana matatizo, kana migogoro, umejaa matatizo, kanjia kana mashetani yanapita umo, umajini mnapitana umo wote mkwenye napita njia pamoja na majini nafikiri na mashetani. Haiwezekani kwa jina la Yesu. Iko njia. Amen. Okoka leo, okoka leo. Amen. Next verse, msao unaofuata unasema nini? Wasione sauti. Wasione mtu. Sikia sauti tu. Unimiwa wakasikimya kimya. Kimya, sema kaa kimya. Kaa kimya. Sema tena kaa kimya. Kaa kimya. Sema tena kaa kimya. Kaa kimya. Wajumbe wanaofuatana na watesi wako watakaa kimya. Hii ni njia bwana. Amen. Acheni mzaha hapa. So unajua Yesu. Sauli akainuka katika nchi na macho yake yamepofuka, haoni kitu
wakamshika mkono twende. Kipofu huyu. Hasa leo balaa. Nini kimekuta leo? Umejaribu kushughulika na hii njia. We. Amen. Sioni watu hapa. Sioni watu hapa bado. Siona watu. Tupo. Mpo? Tupo. Mpo? Tupo. Mpo kimya kimya. Mpo kimya kimya, wastaarabu nyie. Hapana. Wonderful. Nini amegusa? Amegusa nini huyu? Njia. Tena umesema mwenyewe naenda kwa watu wa njia hii. Hiyo njia unaiendea unaielewa? You are going to deal with who? Unakwenda kushughulika na nani aliye katika. Hebu uwe kwa sababu ya uko tu kwenye hii njia, uko salama mwanangu. Amen. Kwa sababu tu uko kwenye hii njia, uko salama. Nasema tena, because you are in this way, uko salama. This way. Itoshe. Ba Mungu na kuamini. Nataka nikae kwenye hii njia. Because no way out. Kila mtu anatembea kwenye njia fulani. Unatembea njia gani wewe? Lord, only to be in this way. Wonderful. Neno moja tunataka. Wakamleta, haoni kitu. Wala wakamshika mkono, wakamleta mpaka Dameski. Kipofu. Nini? Ule mwanga ulimchapa vizuri. Kaambia leo ninakuchapa. Maana naambia kuna mtu mmoja alikujaga zamani za kale kuja kusema na kuja kumtesti mchungaji huyu mahali fulani. Wakaja hao wenyewe wanashuhudia. Unakuja kuamini kwenye njia ipi? Wakaja pru na vibuyu vyao wamealikana wa kutosha. Fanya bingwa. Wewe ni pita nyumba ile pale ni pale. Kwa hiyo vipi? Fire theambia moto kiasi. Moto nini? Achana mambo kama hayo. Wewe njoo kichwa. Wanasimulia wenyewe. Alipigwa shoti ya ajabu. Akarushwa mbali. Jamaa wanampita kama vipi? Hapa bala. Kwa hiyo kaambia hapa ni bebeni. Paralysis. Hakuna kuinua, hakuna kutembea tena. Beba machela. Wakakimbia naye. Sasa mwenzake mmoja aliyekaa kimya kama aliyokaa kimya ndo akaja kutoa ushuhuda hapa. Akaja na mfuko wa uchawi. Ndani kuja kuweka maana kilichompata kikanipata, naogopa. Kwa njia hii njoo. Woo! Amen. Don't worry. Njia hii ni hatari. Amen. Njia hii hakuna mtesi. Njia hii hakuna takeonea. Njia hii utapata raha. Njia hii utaenjoy life. Hallelujah. Mwangaza mkali ulimchapa, macho yake yakavurugika, akawa haoni. Mwangaza, Mungu ni moto, Yesu ni nuru, akaongeza nuru zaidi, ikamulika mpaka macho hayaoni. Na ni yeye peke yake leo kibwenza kote unashangaa. Nimemlenga kiongozi wenu. Ilibidi Anani aje aombe, mwambie alafu yakatoka magamba kwenye macho makaratasi magomegome. Hii fire sio mchezo. Sema wewe utagongwa fire mchawi. Nakuja kuloga mimi. Sasa muwe majasiri. Hakuna atakaye kuzuia ukiwa kwenye unapotembea. Jivunie kama kwenye hii njia. Na hapa kwenye njia sitoki kwenye hii njia. Kaa kwenye njia, kaa kwenye wokovu, kaa anaposema kaeni ndani yangu, ingia ndani, tena ingia ndani kweli. Hakikisha umezama mzima, ni kwamba nimeshakaa ndani Yesu hapa. Na unahakikisha kwamba kila kitu nimekaa katikati. Sikae mbele kwenye kwamba labda ni karibu na nje hapa, anakaa katikati. Hapa katikati. Sawa.
Kwa hiyo wewe sogea kule, nakaa wapi? Kwambia nakaa wapi? Yaani kuna pene huku kuna ni bana labda imekaa namna gani? Usikaa ndani kweli, ingia ndani kabisa. Shina Bwana libarikiwe sana. Nikiwa hapa ndani kabisa, hapa niko salama. Amen, amen. Naangalia kwa hivi, naangalia kwa hivi, naangalia kwa hivi, naangalia kwa vile. Adui zangu wakija hawawezi, niko ndani ya njia, natembea ndani ya njia. Njia, utakuwa na ndoa ndani ya njia, utakuwa na kazi ndani ya njia. Hakuna atakayeta mkono wake hapo ndani. Utakuwa na afya katika njia. Wewe unakuwa salama sana katika njia. Watakao sema wanakuja wakuchungulie, watapigwa fire. Haleluya, haleluya. Watapigwa moto. Watabaki na ulemavu. Paulo anakuwa mtumishi wa Mungu mlemavu wa macho, na ndio itakaa alama yako ya kiburi. Ukiangalia macho ambaye Yesu ni Bwana. Ukiangalia Yesu ni Bwana. Ya, alama za jeuri. Au vipi? Unataka kutoza njia hii, ngoja njia hii ikupe alama utembee nayo. Mpaka watu wengine wakamwambia sisi tungengoya kwetu tungempa ujamaa, ambia hakuna ngoya kwenu. Hayo wabaki nayo. Waumini wake wakatamani kwamba huyu jamani tungengoya kwetu tukampa. Yeye anamsumbua sana haya ili azidi kuchapa kazi. Kaambia hamna. Na akaambia Mungu, naomba macho ya Mungu Mwenyezi, macho haya kidogo. Akaambia hapana, neema yangu. Aliomba mara kadhaa labda ambaye uponyaji huo, neema yangu inakutosha. Songa mbele, piga kazi. Hiyo ni alama. Amen, amen. Amen. Adui zako hawataweza kushindana na wewe kabisa. Kwa nini unakaa katika njia? Amen. Njia ikulinde. Amen. Njia ikuponye. Njia ikuokoe. Njia ikutunze. Njia ikupe mkate. Amen. Njia ikupe mafanikio. Amen. Njia ikupe hatima njema. Amen. Njia ikufikishe mbinguni. Amen, amen, amen. Hatuendi mbinguni kwa sababu ya dini za kwetu, kwa sababu ya njia. Amen. Amen. Mimi ni fulani, Mungu mbinguni tuna hata dini, hata ushughulika na dini. Njia. Amen. Wewe ni wa njia gani? Wewe ni wa njia gani? Sura ya 22 Matendo. Chap 22 hapo. Hai, ndugu yako, njia gani unatembea? Njia gani unakuwa? Njia hiyo ikupe matunda. Adui zako wanapigwa kwenye hiyo njia. Sawa Leo uponyaji unaopata tu sawa mwanangu. Uponyaji leo upo sawa. Nani anakuja kwa ajili ya kuponywa hapa? Nataka kuponywa nini? Mambo gani yamekaa? Now way. Yale majamaa hayatamngangania tena yakiona unatembea hata sisi ni vinganganizi, ni wa kwetu huyu, sio wa kwao, kwa sababu unatembea kwenye njia zinazoendana. Amen. Chomoka kwenye hiyo njia. Amen. Hawatakungangania. Mapepo haya ni makali sana. Makali wapi? Makali kwenye njia zao. Kwenye njia hii huku njoni muone. Si ni kweli? Haya mapepo haya ni magumu sana. Magumu wapi? Acha kuleta mambo ya ajabu hapa. Magumu kwa sababu unayapa njia zao. Yaunganishe kwenye njia nyingine. Fire, huku ni moto. Huku moto, hii njia moto afaya hapa. Huyu jamaa ameenda wapi huku? Angalia pale. Nikawaudhi watu wa njia hii hata kuwaua, nikawafunga, nikawatia gerezani waume na wanawake. Anaeleza hapa, Paulo anatoa ushuhuda jinsi alivyokutana na Yesu. Sawa? Anaeleza alivyokutana kuchapwa. Anatoa ushuhuda wake Mr. Paul kwamba mimi nalikuwa mkorofi, lakini Yesu ni mkorofi zaidi kuliko mimi. Alinichapa kwa moto nisiouona. Yeye ni kiboko. Alinichapa
Niliwaudhi kweli kweli, lakini Yesu aliumia akanikung'uta, msione nimeokoka hivi. Ni kwa sababu ya kuna wengine waokolewe kwa kipigo. Mekaa kimya huko. Kipigo. Amen. Nifanya mjeuri hata kuwaua, lakini sema nikawaudhi watu wa njia. Sema njia hii. Njia hii. Tunakamata neno njia hii. Njia hii. Nikawaudhi. Ulipowaudhi nini kilitokea? Ulifanikiwa? Anayekuudhi hafiki mbali. Amen. Nasema anayekuudhi hafiki mbali. Hey! Yaani hukumu yake ipo tu, hata nisiposema. Ipo tu. Amen. Kwa kuwa niko ndani ya njia hii. Njia inajua namna ya kumshughulikia, maana hii njia inaona adui yangu tangu mbali. Kabla sijamwona adui yangu, hii njia inamuona. Amen. Hii njia inamuona. Hii njia inamuona. Hii njia inamuona. Wanafunzi walishangaa baadaye. Yesu tena huyu akamwambia Anania, nenda katika Dameski, huko mjini yuko mtu mmoja anaitwa Sauli. Ukifika hapo ukamwombea. Nani nimesema Sauli? Akajua lakini huyu ndio yule ambaye ana barua. Akasema, Bwana Yesu, samahani, labda utakuwa umekosea au vipi, nimfuate nikamwombee nani? Nijipeleke kwa Akaambia Yesu, huyu najua taarifa zake tumezipata, anamenyana kutoa kibali cha kuja kutesa kanisa lako. Akaambia ndio naelewa, nimekwisha kumshughulikia. Nimekwisha kumnyosha, nenda ukamwombee. Na hata hivyo nimempa maono usiku wa leo ya kwamba unakuja wewe kumwombea. Akasema yes. Anaenda jamaa Anania, anafika mbele. Okay. Sauli vipi? Nimetumwa na Mungu. Sio kama Yesu amenituma. Anajua ndio huyo mlishaongea. Akaweka mikono juu yake, yakatoka matakataka kibao. Wanaocheza na wewe, wanaosema wakuchezee wewe, ujivunie kwa sababu ya njia. Nasema kwa sababu ya njia. Amen. Anapoongea haya, maana yake watu wa njia hii ni hatari. Amen. Na mimi ni miongoni mwa watu wa njia hiyo. Haleluya. Amen. Ndio maana ali experience nguvu ya ajabu kwenye maisha yake kwake. Mshangilie Bwana Mungu Mwenyezi kwa sababu ya hii njia. Haleluya, haleluya. Now sema tufike tukaribu. Mathayo 7:13 faster. Tukienda mwisho muujiza wako ukae na wewe katika jina la Yesu. Haleluya. Kimbia Mathayo ngapi nimesema? 7:13. Angalia pale. Ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana. Inakwenda wapi? Inaenda upotevuni. Nao ni wengi waingiao kwa mlango huo wa njia pana. Kwa hiyo kuna njia, unashauriwa ingia kwa kupitia mlango mwembamba. Njia nyembamba, ingia kwa hiyo njia. Hapa ziko njia, kuna njia pana na njia nyembamba. Njia nyembamba inakwenda wapi? Mstari wa 14 nao 14. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga, inaenda wapi? Uzimani. Nao wanaoiona ni wachache, miongoni mwao ni mimi. Amen. Sijui wewe na mimi pia. Utajua mwenyewe. Ni wewe pia? Ndio. Ni wewe pia? Ndio. Mwenye huzuni hivyo? Ni wewe pia? Mvivu kama hivyo kweli?
wamepita njia hii huku na sura zao. Naona kama sura yako inakaribia hivi. Naona kama imeshaanza kuwa. Na sasa ime. Amen. Na sasa ime. Amen. Na sasa ime. Amen. Anza kuchangamka, hii njia sio mchezo. Ndio maana nimekuambia hakuna aibu ya kukiri ya kwamba nimeokoka. Amen. Unaona aibu kwa kuwa tu hujui manufaa yaliyo kwenye wokovu. Yaani unaonea aibu baraka zako. Ndio maana unashindwa kupokea kwa sababu ni mtu mwenye aibu. Bana nimeokoka. Kiri, sema hii ni njia ya uzima. Mlango ni mwembamba, nayo njia songa. Ni njia inakwenda wapi? Uzimani. Lakini njia ni pana, nayo inakwenda wapi? Upotevuni. So choose which way now. Isaiah chapter number 35 verse number 8 to 10. Go there. Sema leo. Sema tena leo. Hii njia ya muujiza kwangu. Yaani mimi sina shida na kati kwenye njia vizuri, muujiza inaanza kujipanga in number. Baraka zinaanza kujipanga in numbers. Ndani ya hii njia. Unakaa pembeni huko unalia, umenyolewa, wamekunyoa kweli. Unakoroma, jamani nakufa, wataniua jamani. Si uache hiyo njia. Mwambie ndugu yako siwache. Mimi nakufa na tai shingoni, mpumbavu, utakufa kweli. Acha njia. Vipi? Na hapo patakuwa na njia. Na njia kuu. Sema patakuwa na njia. Sema patakuwa na njia. Na njia kuu. Jesus is the way. Amen. Ni njia kuu. Njia kuu ya kuingia mjini. Kila mji una njia kuu. Kila mji una njia kuu. Yes. Njia ya kuingilia mjini. Hiyo ni njia kuu. Hiyo inaitwa lango la mji. Yo people, upo? Now, lango la mbinguni. Jesus, mimi ndimi mlango. Mimi ndimi njia. Huo mji huo, sikio utakwenda kwa majoho yako hayo. Njia nayo itaitwa njia namna gani? Njia ya utakatifu. Njia ya utakatifu. Wanaotembea ndani ya njia ya Yesu hii lazima wawe watakatifu. Hawana dhambi. Unajua huwezi kuwa mtakatifu duniani. Asante sana. Una njia yako. Kwani unagoma nini? Haiwezekani kwa muda kama naambia sawa kwa sababu ya ujinga wako. Asante, utakula ujinga wako. Ujinga umekuzidi sana wewe. Hiyo njia itakuwa njia ya utakatifu. Ni njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu ya hiyo njia. Somo lako linasema nini? This way. Somo lako linasema nini? This way. Hiyo njia kuu, wasio safi. Sema wasio safi. Mwambie ndugu yako ni msafi wewe. Yaani hakuna kuonana aibu hapa. Mwambie wewe ni ni vibana. Mnasifiana tu, umependeza nywele. Umependeza. Mwambie msafi wewe. Sio mnapendezeshana tu huku mmepamba uso, hata sio kwenu mmeazima dukani uso huo. Umependeza. You are nice. Nice why? Mnakaguana nje tu. Are you clean? Are you pure inside? Kwa kuwa wasio safi, hiyo njia hawapiti. Mtu wa Mungu, ni njia ya utakatifu. Ni njia ya watakatifu. Amen. Yesu ni mtakatifu. Amen. Wanaopita kwenye hii njia ni watakatifu. Wametakaswa, wameoshwa, wametubu dhambi zao, wamesamehewa dhambi. Kama wewe hapo, hawatendi dhambi tena. Wanakaa ndani ya Yesu, wanatembea katika hii njia. Hawatapotea.
Tatizo sasa, mchanganyiko wako unauona sasa uwe na macho ya kuona mchanganyiko. Unaona mchanganyiko wako huo, ndio umekuzamisha huo mchanganyiko wako huo. Mambo yako na mambo yangu hayo yamekutosa kwenye matatizo. Sasa naona hasara kubwa, na sitaki hasara ikupate hapa kwa jina la Yesu. Amen. Ndio maana unafundishwa haya maneno siku ya leo. Amen, amen. Ukitoka hapa siku zako 365 za mwaka ziwe zimebarikiwa kwa jina la Yesu. Amen. Ziwe zimenona kwa jina la Yesu. Amen. Tembea kwenye njia sawa sawa. Amen. Kutakuwa na njia, watu wa Mungu. Tuzungumze habari ya njia, kwa sababu leo kuna njia. Watu wana njia mbalimbali kwenye maisha kwao. Njia zao zimewaletea matokeo hayo kwenye maisha. Wengine wanalia, wengine wanasema hivi, wengine wanasema vile. Njia zenu, hata kama ni katika taifa lina njia, amen, mtalia kwa kuwa mmechagua njia. Mmekataa Mungu nyinyi. Wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao watakatifu. Wasafirio wajapokuwa wanaonekana wajinga. Si ndio wewe umeokoka mjinga tu, hakuna ulokole hapa, udanganyifu mtupu, waonekana mjinga. Pole sana, we mwenye akili tuone na akili zako. Kwanza huna hata hivyo, nikikuchunguza hamna. Hamna kitu, unajidanganya hapo wewe. Hawatapotea katika njia hiyo. Kama hawapotei ni wajinga hao. Wewe una akili. Amen. Unasemaje wajinga? Wapoteze basi kama wajinga. Hawapotei. Asiyepotea ana akili. Amen. Asiyepotea ana ufahamu. Amen. Asiyepotea anaelewa. Amina. Asiyepotea hadanganywi. Amen. Asiyepotea anajua kutofautisha. Huwezi kumwambia haya ni maharage wakati ni njugu hizi. Amen. Anaelewa, ana akili. Anajua kupambanua mambo. Au unamhitaji mjinga wewe? Sema ninazo akili nyingi. Ninazo akili nyingi. Yes. Ila duniani wanaonekana kama vile makelele, ibada. Hao wana akili. Walimu wako hao fundisho kawa kufanya vizuri. Amen. Peni Bwana shangwe ni wana wa Mungu. Mstari wa 9 kwa haraka nao. Namba 9, I'm about to finish. Angalia pale. Hapo hapata kuwa na nini? Na simba. Shetani kama simba ungurumaye. Hamna. Wala mnyama mkali hata panda juu ya hiyo njia. Elewa vizuri. Hata tembea humo. Nani anatembea? Ataje kutembea kenge kwenye njia ya utakatifu? Shetani kama simba atatembea kwenye njia takatifu. Hiyo ni special. Shetani atembei humo, hagusi humo. Kuna wajinga fani walijaribu kupita mapito ambayo sio kwao. Unajua kule Misri Farao anajishanga tupite kwenye njia. Hii njia ni maalum kwa ajili ya watu wa Mungu. Tunaingia ambia mmeingia kwenye njia sio ya kwenu, hamtoki. Hii njia itawapoteza. Hii njia ukiingia huko umekuwa kijinga utapotea humo, sababu hustahili. Wakamwambia hamrudi nyumbani kwa sababu mmeingia njia isiyowahusu. Hawatarudi. Adui zako hawatarudi. Usiogope, kuna mizimu minene. Sikiliza, hii njia inatosha. Hawataonekana hapo, bali waliokombolewa watakwenda katika njia hiyo. Nimekombolewa kwa damu ya Yesu. Nimekombolewa kwa damu ya Yesu. Imba, nimekombolewa kwa damu ya Yesu. Nani amekombolewa? Nani amekombolewa? Nani anakubali ukombozi? Amen.
Kalagabao wewe ambaye bado, kalagabao wewe ambaye bado, wewe ambaye bado huyo kalagabao. Kabisa kabisa. Yaani wewe ndio uzomewe na ushauri yako na ujinga wako. Yaani wewe ndio kalagabao waliokombolewa. Umekombolewa? Amen. Mistaki kuokoka. Utapita njia. Kuna njia utapita. Usilie. Sema nimekombolewa. Nimekombolewa. Naomba andiko. Sema nimekombolewa. Nimekombolewa. Hakutakuwa na mnyama mkali wala simba kupita humo kama ungurumaye. Hawatasogea, hawatapita juu yake. Hiyo ni njia ya watakatifu. Hakuna pepo kupita humo ndani. Wewe ukiingia humo ndani, pepo anakwama mlangoni. Ukitaka wakati mwingine usipate shida, wewe kimbia, ingia chua. Alafu yote ya mlangoni. Ameenda wapi huyu? Hapa tupigi. Dan Johnny sasa ukwambia wanakuangalia wanasema ise. Ila ngoja ukitoka huko nje utaona wewe. Ambia sitoki. Tolee macho, ambia sitoki. Alafu na kuchoma kwa moto ule kwenye njia. Na kuchoma tena. Ama na kurushia huko uliko. Fanya mambo wewe. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Ukiwa ndani huko kuwa hodari. Rusha moto. Rusha moto. Amen. Rusha moto. Amen. Niko ndani. Rusha moto. Amen. Wakiangalia moto unatokea wapi hawaelewi. Huu moto huu hapa tumeingiliwa. Yes, kuna mtu mmoja amekaa ndani ya moto, anarusha moto. Mshangilie Bwana Mungu Mwenyezi vizuri. Naomba andiko. This way. Thank you very much. Hataonekana hapo, bali waliokombolewa watakwenda katika njia hiyo, njia ya utakatifu. Wewe unasema kuna utakatifu, ni kwa sababu hujakombolewa. Very simple. Na hiyo njia upiti kabisa. Nakupa shauri leo, kiri wokovu. Amen. Okoka tu. Kabisa, hakuna njia nyingine. Mwamini Yesu. Kama upo hapa, amini Mwokozi Yesu haraka sana, usichelewe. Mambo yako yanyooke. Haleluya. Kama uko na lega hivi akiomba unakaa ndani sawa, unatumbukia dubwi ndani katikati. Kisawa. Bwana sikia vizuri? Ndio. Sawa Usikae mguu ndani, mguu ndani umekaa hivi. Sura pia inaharibika unajua. Nakuwa tu kinyago hivi yani kile. Hakitafsiriki. Sumbua mambo. Yesu sema kama nitakutapika kama makozi. Kaa sawa ndani ya njia. Wewe umefanikiwa katika jina la Yesu. Amen. Nasema wewe umefanikiwa katika jina la Yesu. Amen. Number 10 number 10 hapo, alafu I'm about to finish by the way. Angalia namba 10 hapo. Ya. Chap. Baada hapa uende zako ukiwa bariki na Bwana Mwenyezi. Nao na hao waliokombolewa. Sema niliyekombolewa. Watarudi, watafika Sayuni wakiimba Hosana. Baada wataimba ninazunguka kwenye kiti cha enzi. Sawa tu, utarudi umeimba. Nitaruka kama ndama. Sawa tu, unarudi nyumbani unaimba. Amen. Sayuni, mmeufikiria mlima wa Bwana, Sayuni wa mbinguni. Watarudi, tutarudi tuliko toka. Tukiwa katika hiyo njia. Ase una uhakika wa kuingia mbinguni, asikudanganye mtu. Amen. Ninao ujasiri kwamba mbinguni ninaingia. Kwa nini? Niko kwenye njia inayokwenda wapi? Mbinguni. Wapi? Kuna watu wamekaa kimya duniani huko. Naingia mbinguni kwa sababu niko kwenye njia inayonifikisha wapi? Mbinguni. Hivi unaweka kwenda mbinguni kweli? Unaweka kwenda mbinguni? Kama una uhakika wa kwenda mbinguni, huna uhakika basi una mashaka na njia ule wewe unaotaka. Nikishika njia kwenda Nairobi, utaniambia hivi unakwenda Nairobi? Niambia yes, na uhakika na kwenda wapi? Nairobi. Because this is a way to Nairobi.
So hautafika, anambia kaa pembeni, una akili wewe, hujasoma. This is the way to Nairobi. So I'm sure I'm gonna end there. Nitafika huko. So na uhakika. Je, unakwenda mbinguni wewe? Ndio. Wanaojibu sasa hapa naona kama vile wana au unakwenda mbinguni wewe? Ndio. Au unakwenda kaburini? Mbinguni. Na kwenda kaburini, nenda mwenyewe. Na niambia enda kaburini mimi? Nenda mbinguni. Samahani waimbaji na watunzi wa nyimbo, mtunge nyimbo nzuri mkisa kwangu mimi. Nikungoja hapo chini Bwana, na kwenda kaburini. Nipa hapo lini sasa? Mavumbi hurudi mavumbi, roho hapa hapa inachapa hivi. Sio inakwenda na kule baadaye inapaa. Hayo mambo hapana. Inayokwenda ni body huko, lakini my spirit back home. Jina Bwana libarikiwe sana. Amen. Jina Bwana libarikiwe sana. Amen. Mwambie ndugu yako, unakwenda mbinguni ama la? Unakwenda mbinguni ama la? Au unakwenda kaburini wewe? Na wengine pia mnangoja mzii kwa sherehe kubwa. Sawa zikitokea, lakini sherehe yako iko mbinguni. Pale unapeleka mwili pale. Hata wangekurusha tu kwenye ukaliwa na kambare kule, no problem. Kwanza unakuwa faida, by the way vimbo wananufaika kwa msosi. Sasa tena unapeleka mambo namna gani? Mpaka nizikwe nimwagwe na maji ya baraka. Wapi? Nani? Changamkeni basi. Amen. Na kwenda kaburi. Pole pole hapo. Woo! Mbinguni kwa jina la Yesu. Hiyo ondoa weka ile pale, nipa hapo mbinguni hapo, sawa. Hiki hapo tunafanya editing. Kwa kuwa me is me, sitaenda kaburini hata kidogo. Alishapita kaburini Yesu, sisi tunapita kutoka mautini na kuingia uzimani. No, tulishaingia na yeye tukatoka. So now mpe hai mwenzako 5 nga, mwambie mbinguni chap chap. Tiketi iko tayari. Wewe ni msafiri. Uko ndani ya njia. Uko ndani ya njia. Sasa sijakwambia nisubiri kidogo. Kuna mahali nimesahau kuja nichepe kidogo. Nimeruka kidogo, nimeuka basi nitakuja baadaye. Sikiliza, utatukuta. Wewe choma bali na drop kidogo hapa, na kuna mambo nafanya hapa. Ukikaa ndani ya usafiri, hatuondoki huko ndani ya usafiri. Jina Bwana libarikiwe sana. Hey. Huduma zote ziko ndani ya njia. Amen. Amen. Amina. Ukitaka mavazi, tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni, njia hiyo. Mengine yote tazidishiwa. Ukitaka magauni, ukitaka urembo, upo. Wadada warembo, acha kutafuta kule kwenye maduka. Watakuchoma pua. Utakuwa na pua mbaya, uso mchafu. Yesu anakujua kutengeneza watu hapa. Sawa? Sawa? Anajua kutengeneza watu. Hivi Mungu angekuremba wewe. Ukitaka namna gani starehe, ndani ya njia. Huduma zote zipo. Amen. Ukitaka mke, njia. Umeenda wapi sasa? Umevurumisha nani, ukamwambia pastor sasa una adabu. Wewe. Nataka mume. Ukitaka mume, njia. Njia. Ndani ya njia. Si una miamko gani wewe? Kaa kwenye njia kwa jina la Yesu. Amen. Nasema kaa kwenye njia kwa jina la Yesu. Amen. Ukitaka utajiri, ndani ya njia. Amina. Huduma zote zinapatikana ndani ya njia. Don't go out. Usitoke humo mjini. This is our city now. Naomba andiko pale. Tukienda mwisho kule. Hey! Mimi unajua mambo nini? Watarudi
watafika Sayuni wakiimba, na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa. Furaha ya milele, kwa sababu tunakuwa na uzima wa milele. Kwa hiyo furaha yetu ni ya milele. Amen. Itakuwa juu ya vichwa vyao. Lakini walifikaje? Hawafiki kama hakuna njia. Wafikaje kama hakuna njia? Hey. Ulitembea kwenye njia salama ukafika mjini. Njia ina hatima, njia ina destinations. So what is the destinations of the way? Njia ya unaoifuata inaishia wapi? Kuna viongozi wengine hawana matumaini kabisa, na hata nao wanaoongoza hawajui watakwenda wapi, watafanywa nini kitatokea kwao. Sasa wewe hujui chochote, wewe hujui njia, hujui unapofika. So ina maana njia pia unaoitembea una mashaka nayo. Hatujui kama Mungu atatuhukumu kwenda mbinguni au kwenda jehanamu. Una mashaka, hiyo ndio njia gani umekaa hiyo? Mimi sijui kama mtakatifu unaenda, umekaa kwenye njia gani isiyo na uhakika. Utamuongoza nani kufika wapi? Ina maana kama hujui, huna uhakika na unakokwenda, kama utafika ama hautafika, ina maana hata unakwenda pia haukujui, na hiyo njia pia huielewi, bado una mashaka na njia. Yaani umechanganyikiwa mbaya. Tumeeleweshwa, tunaelewa, tuko na njia ya sawa. Tunajua tunaingia wapi kwenye hiyo njia. Kituo cha kuingia kwenye njia ni wapi? Kituo cha kuingia kwenye njia ni hapa duniani. Unaposikia injili na kuokoka, unaingia kwenye njia. Amen. Amen. Safari yako inaweza kuanzia hapo. Tunaelekea mbinguni kwa Baba. Amen. Sayuni, Yerusalemu mpya. Ndio destination ya safari yetu katika hii njia. Tuna uhakika tunatoka point A tunakwenda point B. Tuna uhakika, tuna ujasiri wa kuongea haya maneno. Amen. Je, unao ujasiri huo na wewe? Unajua watu elewi. Nao watapata kicheko na furaha, huzuni na kuugua zitakimbia. Because of the way. Sema Yesu mwema. Yesu mwema. Siku yangu leo. Siku yangu leo. Siku yangu leo. Siku yangu. Sema siku yangu leo. Siku yangu. Sema Yesu mwema. Yesu mwema. Siku yangu leo. Siku yangu leo. Nachagua njia ya kweli. Nachagua njia ya uzima. Nachagua njia ya uzima. Ushauri kwa andiko la mwisho kabisa mengine naomba andika Kumbukumbu 11:26 mpaka 28, andika, utasoma nyumbani. Kumbukumbu 11:26 mpaka 28, andika. Kumbukumbu 11:26 andika, utasoma home. There is spiritual way, lakini pia kuna death spiritual way, kuna njia za mauti. Na hii tulikosa kusoma hapo juu kidogo. Sorry. Lazima nisome kwa jina la Yesu. Zaburi sura ya 14. Proverbs, Mithali 14. Sorry. Mithali 14 lazima nisome. Lazima tusome. Andika Mithali sura ya 14 sura 12. Lazima tusome no matter what. Chap Mithali. Maandiko mkusoma. Very very important. Siwezi kuruka, siwezi kwenda mbio, because I'm not owner of time. Mimi sio mmiliki wa muda. Yuko anayemiliki muda wetu duniani, sawa? So I must obey him. Lazima nimtii yeye vizuri. Yeye ndio mmiliki wa time. You can run, sema na wai muda na yeye muda. You are not a owner. You are not a controller of time. So please wait until you understand. Then you can go. Iko njia. Soma Mithali ngapi? Soma Mithali sura 14 mstari wa 12. Mithali 14 mstari wa 12. Sema tena. Mithali sura ya 14 mstari wa 12. Sema tena kwa ujasiri. Mithali 14 mstari wa 12. Sema tena kwa jina la Yesu. Mithali 14 mstari wa 12. Sema tena sawa sawa. Mithali 14 mstari wa 12. Isiondoke kabisa kwenye akili yako, ikusaidie duniani huku mpaka mbinguni. Nitasoma.
iko njia, sema iko njia, inayoonekana kuwa ni sawa tu machoni pa mtu. Manake wewe unaweza kuwa na njia zako kwamba hizi ni sawa tu, njia yangu ni sawa tu. Nilikwambia mwanzoni kwamba unaweza pia ukatengenezeni njia, you can construct a way. Hiyo njia inakupeleka wapi sasa? Lakini mwisho wake ni nini? Njia za mauti. Destination. Hii labda nisome. Ndio maana lazima tusome, sababu hii inaongelea mwisho. Kwamba hiyo njia ina wapi? Njia inatangaza mwisho wa safari. Mnasemaga leo nyinyi hakuna marefu yasiyo na mwisho. Njia ndefu haikosi kona, lakini pia na mwisho wake. Kwa hiyo kama ni safari, kama ni njia, iwe inakona lakini ina mwisho. So there is destination of the way. Kuna mwisho wa njia. Mwisho wa njia, lakini mwisho wake wa hizo njia ambazo wewe kama ni sawa machoni pako, mwisho wake ni njia nini? Ona sasa, ila unapojiona hivi ni machoni pako ni sawa, mwisho wake mauti. Una akili ya kujua mauti uliofutama kwenye njia unayoendea? Una akili ya kung'amua mauti iliyojificha mwishoni mwa njia hiyo? Hatari. Thank you. 16 Mithali 16:25. Go there. No matter what, you must read, you must have it. Wewe ni mtu muhimu sana duniani. Utakaa miaka mingi duniani hapa, lakini angalia usio yani unaweza ukaa miaka mingi hapa useme nimekaa miaka duniani sana, lakini ukavuna matatizo ya milele yote. Kwa muda mdogo ukakuvunia majanga ya maisha yako yote. Tunajali muda unaokuja baadaye. Tunajali maisha yanayokuja baadaye. Mnanisikia vizuri? Angalia tena. Iko njia inaonekanayo kuwa sawa machoni pa nani? Mtu. Lakini mwisho wake ni nini? Njia ya mauti. Imerudia tena pale kwa 16. Nafikiri kwa mashahidi hao au kwa kurudia mara 2-3 hivi katika maandiko inakuremind, inakupa uangalie umuhimu wake zaidi. Sawa eh? Kwa hiyo check out your ways now. Njia zako hizo zimekuzalia mauti. Kuna mauti nyingine ukutana nayo sasa hivi kwenye maisha, unapita hapa na hapa mauti. Kuna nyingine baadaye mauti ya milele. Lakini ni njia, ziko njia. Njia hizi ni dini, ni moja ya njia. Sawa eh? Imani ni moja ya njia. Njia yako ni pia. Mimi naamini, unaamini miungu, unaamini mizimu, unaamini mitume ambao kwa namna moja ama nyingine hawana mbingu ya kupeleka na umekataa Yesu, mambo kama hayo hapo. So unajikuta kwamba ni njia. Sasa inaweza kuonekana ni njia safi tu ya kwenda mbinguni, ya kwenda ahera hii, mwisho wake ni nini? Mauti. Mauti. Sasa lazima uwe makini, ni njia gani unasafiri? Ni njia gani umewekwa? Njia gani uko pale? Lazima uwe na akili, watu wa Mungu, sio tu kufuata kama maamuma. Tumia akili Bwana amekupa yako binafsi. Pambanua mambo katika jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo ziko njia zinakana hata ukishauriwa mistaki. Mimi zinakana kama mbona nitatoboa tu. Hutoboi, ni njia kukuangamiza baadaye. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nakataa wizi huo. Nakataa mambo mabaya. Lakini tuone ukishazama, kuna wengine tushazama kwenye mauti. Tumeshaingia kwenye njia ambazo zinasoma nini? Mauti tayari. Mshahara wa dhambi ni mauti. Wako watu wamechagua njia ya uovu, kutenda uovu, njia za mabaya, mwisho wake ni mauti. Sasa nikishakuwa nimenaswa na hii mauti, natokaje huko? Nimefanya dhambi ya zinaa, nimefanya dhambi ya wizi, nimefanya hiyo dhambi hiyo hata hakana namna. Mbona kadogo hakatoki kwa dawa yoyote duniani. Hata kama ni dot, just a dot. Hakuna dawa yoyote ya kuondoa hiyo doti duniani. Kwa namna yoyote tunahitaji msaada wa Mungu kwenye kadhambi kadogo kale pale. Amen. Unatokaje kwenye mauti? Zaburi. Tunapata majibu hapo kwa haraka. Zaburi 68 mstari wa 20. Twende kwa haraka. Halafu tunaweza kusema mambo mengine tumemaliza. Okay, good. Angalia pale. Zaburi ngapi tumesema? 68 verse number 20. Angalia, soma 1, 2, 3. Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa. Mungu kwetu sisi namna gani? Ni Mungu wa kuokoa. Je, unampenda Mungu anayeokoa? Ndio. Ukisema mimi siokoki, hakuna kuokoka, maana yake Mungu huyu huna.
Una Mungu mwingine. Kuna watu wangeongea mambo wasiojua impact yake, ubaya wake umekaeje. Sema hakuna kuokoka, mimi siokoki, wokovu sio kweli. Maana yake Mungu huyo umemkataa. Mungu anayeokoa umemkataa. Lakini nampenda Mungu. Yupi uliyemkataa? Mungu anaokoa. Kwetu sisi anaokoa. Amen. Haleluya. Na amejitambulisha hivyo, mimi ndiye Bwana Mungu wako nikuokoae. Ninakuokoa ulimwengu upate kuokolewa. Mungu wewe ni Mwokozi. Kwa hiyo na nini? Na njia, soma. Na njia za kutoka mautini zina Jehova Bwana. Njia za kutoka wapi? Mautini. Kutoka wapi? Mautini. Njia za kutoka mautini. Ili utoke lazima tukurushie njia. Yesu huyo duniani yuko mautini. Kama hata njia hiyo, toka mautini njoo uzimani. Toka mautini njoo uzimani. Tungekupelekea njia which is Jesus now. Njia kutoka huko ulikojiingiza. Kwa hiyo uliingia kwa njia, ziko njia zionekanazo sahihi, mwisho wake mauti. Umezama kwenye mauti. Sasa ili utoke kunatakiwa njia ya kutoka huko uje uzimani. Mshangilie Bwana kwa kuwa sasa umeelewa vizuri. Amen. Njia. Now 30 Kumbukumbu 19. Tamalizia hapo, tusoma hii Kumbukumbu 11 28 mpaka 26 pale. Tusoma kwa nyumbani. Lakini sasa tusome Kumbukumbu 30:19. Tamalizia hapo, na mpaka hapo naona miujiza, njia ikifanya kazi. Acha njia ifanye kazi. Haleluya. Acha njia. Na kufundisha sana leo because next nitakuwa na mambo mengine ya kufanya. Let me teach you now. Angalia 1 2 3. Nazishuhudiza mbingu na nchi juu yenu hivi leo. Nazishuhudiza mbingu na nchi ziwe mashahidi juu yenu leo. Ukisikia maneno kama haya ogopa. Mbingu ni shahidi, nchi ni shahidi. Aha. Kwa kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na nini? Na mauti. Vimeshakuja. Sasa viko baraka na laana. Viko mbele yetu. Leo nasema kwamba na uhuru wa kuamua. Is okay. Niacheni msinisumbue. Sawa, hata leo mchungaji unanisumbua sana. Fundisha kama nini bwana? Mchungaji, bwana, sawa, kuna mambo unaona kama vile nonsense kwenye akili zako mbili. Baraka na laana. Nachelea watu hawa watachagua kizuri. Ukipewa kuchagua ni habari nyingine. Bora ungeambia bwana wewe ni hapa, lazima, sio? Lazima. Yaani bora lazima kuliko hiari. Hiari nao ni mbaya kweli kweli usipokuwa makini. Bora ingekuwa bwana ni amri, hakuna mtu kutoka nje hapa. Utakuwa salama. Lakini kama laana na baraka nimekupa, vipo, sijaondoa laana, iko humo. Uzima na nini? Mbona mmekaa kimya huko duniani? Uzima na mauti vipo. Halafu nini? Baraka na laana. Basi chagua nini? Uzima. Just an advice. Nakupa shauri. Chagua uzima ili uwe hai. Wewe na uzao wako. Ukichagua laana au mauti, huna uhai. Wewe na uzao wako. Unachagua wapi? Uzima. Unachagua wapi? Uzima. Laana hutaki? Hapana. Mauti hutaki? Hapana. Lakini kwa matendo yetu tumechagua mauti. Kwa matendo yako umechagua mauti wakati mwingine.
ila laana kweli hatupendi, mauti hatupendi. Kila mmoja angetaka baraka, angetaka uzima. Je, tuko na nguvu za kutosha sawasawa kuchagua uzima? Nakupa shauri, chagua uzima. Uzima wa milele ndiyo huu, wakujue wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Hapo umechagua uzima. Simama kwa miguu yako na simama kwa miguu yako katika jina la Yesu. Yes Lord, yes Jesus, yes Jesus, yes oh Lord, yes oh God, yes oh Jesus, yes oh Lord, yes oh Jesus. Neno moja tu leo, iko njia. Chagua njia. Njia imesonga nyembamba, inakwenda uzimani. Pana inakwenda upotevuni. Ishu ya kubarikiwa ama kulaanika ni swala la uchaguzi wako, ni swala la njia. Popote ulipo duniani sasa, hongera, hongera. Inua mikono yako juu. Chagua sasa. Njia hii ina uwezo wa kutosha. Njia hii ina nguvu. Njia hii ina mamlaka. Njia hii yenyewe inatosha, nikiwa ndani yake hakuna pepo, jini atakayekaa, hakuna magonjwa, hakuna laana. Hebu wakati nikupe dakika mbili tu, tumia kwa umakini. Paza sauti yako, umwambie Bwana kwa habari ya njia. Mungu Yesu Kristo akutambue ya kwamba mimi nimekubali kuwa wewe Yesu ndiye njia nitakayotembea, nitakayokaa. Ni ishu ya uchaguzi. Nakupa shauri, chagua uzima, chagua njia, chagua Yesu Kristo. Kama ni uchaguzi, ungepewa, kura yako ingeenda wapi? Unamchagua nani? Njia gani umekaa? Wako watu naona njia unayoienda ndio sababu ya hayo matatizo yako yote. Swala hapo sio maombi mengi na dua nyingi na unabii na kutaka upako mkubwa zaidi. Swala hapo sio kufunga siku nyingi. Swala hapo ni kubadilisha njia. Very simple. Change your way. Badilisha njia. Hao yote yataondoka. Ukiwa uko mtu wa namna hiyo sasa, nafasi imetoka wazi kwa kwako. Badilisha njia. Sasa mbona dini ni hii? Nitakuwa dini nyingine. Sio swala dini, ni swala njia. Badilisha njia. Mwamini Yesu. Yeye sio dini, yeye ni njia ya mbinguni, njia iliyo hai, njia iliyojaa uponyaji, njia yenye kuondoa matatizo na migogoro ya kishetani. Nikiwa katika hii njia, hakuna pepo, hakuna magonjwa, hakuna ulozi. Hii njia inampiga adui. Njia hii inatetea. Nani atajipanga wapi
kukufuata wewe uliye katika njia hii. Aliye njia hatakaa kimya, ni mtetezi wako. Badilisha njia. Migogoro hutaiona, badilisha njia. Destiny ya njia, mauti, uzimani. Njia inayokwenda uzimani. Uzimani ndio mwisho, ndio hatima ya njia. Wanaosafiri katika aina fulani ya njia, hatima zao zimebebwa na hiyo njia. Yesu ni njia, hatima yako imebebwa na Yesu. Wengine wameweka hatima zenu zibebwe na mizimu. Nabebwa na wachawi. Hey, nani amebeba hatima yako? Njia gani? Rekebisha haraka, mambo yakae vizuri kwako. Tengeneza njia kwako. Tengeneza njia, tengeneza njia, tengeneza njia. Tubu, omba rehema. Kutubu ni kugeuka. Kutubu ni kuacha njia mbaya, ndio maana ya toba. Toba haishii tu kwenye maneno kwamba nimeongozwa toba, sala au namna gani tungesema ni sahihi. Hiyo maneno inakuongoza, maana yake ni kugeuka. Yaani unageuka, ni kugeuka kwa kugeuka. Nilikuwa bluu na kuwa mweupe, nimegeuka. Nilikuwa nakwenda kaskazini, nimegeuka na kwenda magharibi na kwenda mashariki. Ni kugeuka, ni kuanza njia nyingine mbali na ile niliyokuwa nikitembea. Hii ndio maana ya toba. Naposema tubu, geuka, 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 na mambo yako yatageuka. Geuka, matanga itageuka, magonjwa yatageuka, huzuni itageuka, mikosi itageuka. Haitakufuata tena, itakuacha moja kwa moja katika jina la Yesu. Ponyaji wako ni rahisi tu, muujiza wako ni rahisi tu. Tengeneza njia, nyosha mapito, ondoa mashaka, ondoa hofu. Tuelewane hapa katika jina la Yesu. Twende pamoja hapa, tukubaliane. Tengeneza njia, muujiza wako uje. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Popote ulipo kwa jina la Yesu, nanyosha mkono wangu kukuelekea pale ulipo. Kwako umetengeneza njia, naweza kufikia kwa nguvu na neema kutoka katika mikono yangu, kwa jina la Yesu Kristo. Tengeneza njia, weka kinasa mawimbi ya nguvu ya Mungu kwako, tuweze kuwasiliana, tuweze kupokezana. Weka mambo sawa, unganisha vizuri na ukawe na chaji ya sawa. Mawimbi yasomane na mawimbi ya mbinguni sasa. Mawimbi yasomane vizuri, upate haki yako sasa katika jina la Yesu. Kaa katika njia ambayo katika hiyo inaleta mambo ya uzima kwako. Popote ulipo, upokee uponyaji wao katika jina la Yesu. Upokee wokovu wao katika jina la Yesu. Hakuna kizuizi, pepo anaondoka kwa kuwa unageuka. Umegeuka, 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 umegeuka. Yale kushikilia yamekosa pa kukaa, hayana mji tena. Anwani imegeuka, anwani haisomi tena. Mmiliki amebadilishwa, hasomi tena. Kwa hiyo kila mpangaji aliyeingia haraka sana kuondoka kwa jina la Yesu. Magonjwa, laana, mikosi kuondoka kwa kuwa umegeuka.
njia. Ninahama katika njia ya upotevu, njia za ujinga, njia mbovu za kutokuwa na akili. Nahama katika njia za wajinga. Oh Lord Jesus, hama. Hii mtu wa Mungu inakuhusu wewe. Ninakuelekeza mambo unafanya wewe. Wewe ndio unahusika. Wewe ndio uliyeingia mikataba, na wewe ndio unayevunja mkataba. Uliingia mkataba wa maneno ama wa vitendo, unavunja mkataba wa maneno ama kwa vitendo, na kuelekeza unafanya wewe. Vunja na mambo yataondoka. Hakika nakwambia, yale migogoro haitakaa kwako, zile laana hazitakaa kwako, yale mateso utayaona tena. Huu ni ukweli, nakupa maelekezo, wewe ndio unafanya. Wajibika kwa jina la Yesu. Vunja kabisa mkataba. Inawezekana, 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 inawezekana kwa jina la Yesu. Pepo unayetunza maovu, unayetunza njia mbovu, wako pepo waliopewa kusimamia na kuwaongoza watu kutembea katika njia zile za kwake. Leo mahali hapa, ukiwa hapa nyumbani mwa Bwana au unafuatilia kule, kwa kuwa nimekukamata leo, kwa jina la Yesu ninakuamuru, mwachie mtu huyo, wende, usigeuke nyuma. Yes, yes. Uliowaua na tamka ufufuko. Fufuka uliouawa, toka kwa wafu. Wow. Kuna watu wameshaonekana maiti katika ulimwengu wa roho, maiti tayari, maiti inayotembea. Sikia wewe uliyefanywa hivyo, kwa jina la Yesu, toka kwa jeneza. Unaondoka, unaondoka, unaondoka. Hey, unaondoka. Njia ile inahama, njia inahama, nami nakuhamisha kwa nguvu katika ile njia. Haya, hamishwa hapo. Hiyo nafsi toka kwa jina la Yesu. Achiliwa, toka mautini, toka na kung'oa. Ulipandwa kwa nguvu, ninakung'oa pale kwa jina la Yesu. Njoo. Hakuna nguvu itakao kushikilia. Hii ni njia ya uzima, hii ni njia ya uhai. Hama nafsi yako, ihame roho yako, ihame. Kila mmoja kuomba, kila mmoja kuomba, kila mmoja kuomba. Wewe omba, na wewe omba. Rekebisha mambo, mwambie Yesu leo, wewe ni njia yangu, wewe ni njia ya kweli, ninakuamini wewe. Funika macho yako uombe, funika macho yako uombe. Unahusika wewe mwenyewe, unahusika wewe. Usingojee mambo mengine. Nimepewa kukuelekeza na kukuonyesha njia. Unayetembea ni wewe, unayekubali ni wewe, unayeingia ni wewe. Wewe ndio mhanga wa hayo matatizo kwenye njia ulioenda. Hama kwenye ile njia mbovu, njoo kwenye njia sawa. Ni wewe uliyeingia huko, toka wewe huko, omba wewe huko. Wakati mwingine wako waliokuingiza wewe bila wewe kujua. Leo useme kwa jina la Yesu, kama kuna aliyeniingiza bila mimi kujua, na toka kwenye njia mabaya, toka huko mwenyewe. Nimekuelekeza, unayefanya ni wewe.
Changamka kila mmoja, funika macho yako, fuata maelekezo na kuelekeza hapa. Acha mambo yako ya ajabu ajabu. Funika macho yako, omba, pinga, kataa, zuia, pisha. Maisha unayoyapitia ni njia uliyoiendea. Maisha unayoyapitia ni njia uliyoiendea. Njia uliyoiendea ni njia uliyoko sasa. Ndio maana mambo hayo yamekaa hivyo. Ni aina fulani ya njia, ni aina fulani ya njia. Leo kwa mamlaka ya jina la Yesu ninaamuru kila anayoombwa hapa yawezekane. Kila anayoombwa hapa yawezekane. Ninaamuru kuwezekana kwa kila ombi, kwa kila toba, kwa kila matamko yanayotamkwa kwa upya hapa, na kila kinywa naamuru yawezekane. Yawezekane. Unayetamka, unayefuatilia, yawezekane kwa jina la Yesu. Yawezekane. Nimesema kwa mamlaka, yawezekane. In the name of Jesus, yawezekane kwa jina la Yesu. Nimekuongoza kufanya, na kama unafanya nilivyokuongoza na kukuelekeza, hiyo iwezekane. Nimesema leo saa hii, hapo hapo ulipo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. 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 Sema Yesu. Kuanzia sasa, mimi ni mali yako kweli. Natembea katika njia yako. Wewe ni njia. Ni njia ya kweli na uzima. Ni njia ya uzima. Uzima wa milele. Ni njia ya uhai. Njia ya mbinguni. Nami natembea katika njia hiyo. Mimi ni mtu yule wa njia hii katika jina la Yesu. Tangu sasa sitatoka katika hii njia. Nimeokoka, nimeponywa, nimebarikiwa. Nitadumu katika njia ya uzima, njia ya utakatifu. Sitatenda dhambi tena, nitaishi kitakatifu, kwa kuwa Bwana umeniokoa, umenisafisha, umenitakasa katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu akubariki. Hongera kwa pamoja nasi katika ibada hii njema siku ya leo. Hadi wakati mwingine tena. Shalom.